Picha gani sasa unaipata baada ya kufika hapa kwenye hatua ya robo fainali? Magiants yao timu 8 zimesalia kwenye michuano hii na sio wepesi: Algeria, Nigeria, Misri, Ivory Coast, Cameroon, Morocco, Mali, Senegal. Picha ya kwanza ambao unaipata ni kwamba timu bora zimeweza kufika kwenye hatua ya juu zaidi kwenye ya mashindano, kwa maana zilikuwa timu 24 lakini zimeshabaki timu 8. Katika hizi timu 8 inakuonyesha kwamba waliokuwa na timu imara, waliofanya maandalizi bora, waliokuwa na mipango madhubuti kwenye ya mashindano, ambao pia historia na rekodi ziko upande wao kama alivyozungumza Michael, ndo zimebaki kwenye ya mashindano. Kwa sababu ukianza kutaja Morocco alishachukua ubingwa wa AFCON, anaenda kucheza na Kameruni ambaye alishachukua pia ubingwa wa AFCON. Unaangalia mechi ya Senegal, Senegal ameshachukua ubingwa wa AFCON na ni miaka ya karibuni. Mali hajawahi kuchukua, lakini ni finalist 2012 alifika finali akapoteza mchezo. Mali. Unaenda kuangalia mchezo mwingine, Nigeria bingwa wa AFCON, Algeria bingwa wa AFCON. Timu nyingine ambazo zinabaki ndo wanapigana sasa hivi vikumbo kuona nani ambaye anaweza akamkaribia mwenzake au mmoja akamwacha zaidi. Misri bingwa wa kihistoria wa AFCON mara 7, lakini anakutana na Ivory Coast ambaye ni bingwa mara 3 wa AFCON. Maana yake historia imezilinda kwa kiasi kikubwa hizi timu ambazo zimefika hii hatua ya robo finali, lakini pia ubora wa sasa wa hivi vikosi vyote 8 ambao vimeweza kufika hii hatua. Ukianza kuangalia kwenye kila kikosi katika vikosi vyote 8 utakuta kuna viashiria ambavyo vinakuonyesha walistahili kufika hapo walipo. Ni timu chache ambazo zimeondolewa kwenye mashindano ambako unakuta walikuwa na wachezaji bora zaidi ya mmoja, kwa maana 2 watatu ambao wameondolewa kwenye mashindano unasema wametoka, lakini unapata viulizo kama DR Congo kwa usiku wa jana, namna ambavyo wametoka wakiwa na wachezaji ambao walikuwa na performance bora sana. Masenta baki wao 2, unamzungumzia Charles Mbemba na Axel Tuanzebe, wamefanya vizuri. Masenta baki ambao walikuwa kwenye kikosi bora cha CAF cha group stage, Charles Mbemba na Axel Tuanzebe. Lakini unaenda kuangalia eneo lao la ushambuliaji, Theo Bongoda, unamzungumzia Gari Kakuta, magoli 2 yameondoka AFCON kwa bahati mbaya kabisa. Unazungumza kiwango ambacho kakitoa Mesha Kielia, watu kama Samuel Mutusami, Asende Balikwisha, walikuwa na kikosi ambacho kilikuwa kina ubora kile kinachoanza, lakini kina ubora kile ambacho kipo nje ukilinganisha na wapinzani wengine wote ambao wametolewa kwenye mashindano. Kwa sababu unaangalia kwenye hivi vikosi 8 au mataifa 8 ambao yamefuzu kuelekea hatua ya robo finali, inakuonyesha ni mataifa ambayo yalikuwa yamejiandaa kabla ya mashindano, kwa sababu unaupata ubora kwa wale wachezaji wanaoanza kikosi cha kwanza, lakini bado zipo silaha nyingine za maangamizi za ziada ambazo zinakuwa ziko bench, kwa maana wanasubiria kuja kuingia kwa sababu ya mabadiliko au ile itraf ambayo inaweza ikatokea kwamba kuna mchezaji kaumia kiwanjani, ama mwalimu anataka kubadilisha vitu vya kiufundi. Nafikiri ni katika haya mataifa 8 taifa ambalo linaonekana kuwa na uhaba wao watu wa ziada nje inaweza ikaa ni Mali. Baada ya Mali ndo wanakuja Cameroon. Lakini mataifa yote, kikosi kinachoanza cha wachezaji 11 cha Morocco na kile ambacho kiko benchi, utofauti wao ni mdogo sana. Ni katika kutafsiri mbinu za mwalimu ndo kinawafanya wale wachezaji waonekane kuwa tofauti, walioko nje na wale ambao wanaanza. Vivyo hivyo ukienda kuangalia Algeria, ni vivyo hivyo ukienda kuangalia Nigeria, vivyo hivyo ukienda kuangalia Senegali. Lakini hii inakuonyesha nini, Musa Kawambwa? Ni kwamba vikosi hivi vimestahili kufika kwenye hii hatua ambao wamefika. Sasa ukianza kuangalia mchezo mmoja dhidi kuelekea mchezo mwingine, hapo ndo utaanza kuja kuona sasa sababu ambazo zinaweza kuwekwa mezani ambazo zinazungumzika za kimpira, ambazo zinakufanya kumuona mpinzani A anaweza akaa dhaifu dhidi ya mpinzani B. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.